kwanza kabisa wanasali. Wanamkabidhi Mwenyezi Mungu kazi kubwa ambayo inakuja mbele yao ya kumchagua mrithi wa kiti cha Petro. Na faida ya pili, wanafahamiana. Ni nafasi ya makardinali wale kufahamiana, kwa sababu makardinali ambao wametawanyika katika mabara yote ulimwenguni, wanafahamiana. Na tafakari ambazo wanazifanya basi zinawasaidia kuona ni mtu yupi Mungu awaonyeshe ambaye ataweza kufaa kuliongoza kanisa. Kwa hivi kufanya vikao vile, kusali na kufahamiana kuna faida kabla hawajaingia kwenye conclave, kwenye uchaguzi. Na pengine mijadala na maelezo yanayojitokeza katika vikao hivi vya awali vinaweza kuchukuliwa kama mwongozo au dira kwa ajili ya huduma ya papa mpya aliyechaguliwa. Kwa upande mmoja ndiyo, kwamba wanapomchagua kiongozi wanatazama sifa na mahitaji ya kanisa kwa wakati tulio nao. Lakini baada ya kumpatikana papa mpya, sasa ni uhuru wa papa mwenyewe kuweka vipaumbele vyake. Hapo tena hawezi kumpendekezea, ila ni yeye mwenyewe kwa uhuru wake na utashi wake ataamua vipaumbele vyake viwe vipi, mada zake ziwe zipi, aanze na lipi. Hapo papa mpya anakuwa na uhuru kamili.